Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wengine katika mkutano walipoyasikia maneno ya Yesu walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Andiko alikusema ya kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Betlehemu, mji ule aliyoukaa Daudi. Basi kukaingia matengano katika mkutano kwa ajili yake. Baadhi yao wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakamwambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie, au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa wasioifahamu torati wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao, je, torati yenu haikumhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaona ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari, ikiwa leo ni Jumamosi ya Dominika ya 4 ya Kwaresma. Ndugu mpendwa mtazamaji, katika Injili tuliyosikia leo tunapata mgawanyiko unaoanza kujitokeza katika jamii ya Wayahudi. Baadhi wanasadiki na kuliamini neno lake, na baadhi hawalikubali kamwe. Nia ya Yesu ni dhahiri, kuwafunulia Wayahudi hekima ya mbinguni. Katika kulifanya hili, baadhi ya wazushi wanatafuta kufahamu kama kweli Yesu anastahili kufanya hivyo na anavyo vigezo husika. Lakini msisitizo wake wa haki na kweli katika mafundisho yake unamfanya aonekane kama mwalimu wa pekee kabisa ambaye hajawahi kutokea katika Uyahudi yote. Licha ya ushuhuda wake aliyoutoa, wapinzani wa Yesu bado wanatumia sababu ya kidini kuyapinga mafundisho yake. Mfarakano unaisha kwa kila watu kwenda zao, na hakuna mwafaka katika mabishano yao waliofikia. Ni kwa namna gani sisi katika jamii zetu tunatatua migogoro na mifarakano katika jamii zetu? Nasi tunaelekea upande wetu na kuliacha suala likielekea hewani. Ingawa vyema, ndugu zangu, ingekuwa vyema kwa pande hizi kukaa chini na kufikia mwafaka katika mabishano yetu. Anasema ni mwaliko, ndugu zangu wapendwa, kasisi wa Kristo wa leo, kutafuta njia za kujadiliana na kuliziana katika mgawanyiko wetu wa masuala ya kisiasa na kijamii tunayokutana nayo siku baada ya siku. Na sio kwenye siasa tu, hata kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu. Yale tunaona kwamba tunaingia kwenye ubishano, lazima tufike kwenye mwafaka na kujiona kwamba suluhisho linapatikana, ili kila mmoja wetu aishi kwa amani na aishi kwa furaha. Na kwa pekee katika kipindi cha Kwaresma tunachotafakari uwepo na utayari wa Yesu Kristo kufanya kazi ya ukombozi, kumfanya mwanadamu awe na mwafaka wa furaha. Kumbe nasi leo tunaalikwa masuala yetu tuwe tunafika mwafaka, ili kuleta uelewano na kuleta usawa ndani ya jamii zetu. Ndugu zangu wapendwa, ninawaalika kwa weekend njema. Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.